Kukamatwa kwa rais wa nchi ya Venezuela, Rais Nicolas Maduro, na serikali ya Marekani ikiongozwa na Rais Donald Trump kumeibua hisia mseto baina ya mataifa mbalimbali kote duniani. Ungana nami ni kukupeleka hatua baada ya nyingine ya kipi kilichotokea. Unapoitazama kwa haraka unaweza dhani kwamba ni picha ya mojawapo ya waigizaji wa filamu za Kihindi. Nazungumzia picha unayoitazama mbele yako. Hii si picha la mwigizaji filamu, bali ni picha ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro chini ya ulinzi wa jeshi la Marekani baada ya kukamatwa na Marekani kama mhalifu. Ni kipi kilimkuta Rais Maduro hadi kupelekea yeye kutekwa nyara na jeshi la Marekani? Alijitosa vipi kwenye ulingo wa siasa za Venezuela? Na ni kosa gani ambalo yeye na mkewe wamefanya hadi kusababishia wao kukamatwa na jeshi la Marekani? Tuanze hapa. Maduro ni nani? Nicolas Maduro alihudumu kama dereva wa basi katika jiji kuu la Venezuela huko Caracas. Baadaye alijihusisha na masuala ya kupambania haki na maslahi ya wafanyikazi. Hatimaye siasa za nchi zilimvutia na akapanda madaraka hadi uongozi wa nchi mnamo mwaka 2013 alipomrithi mwalimu wake wa siasa na rais wa zamani Hugo Chavez. Uongozi wa Maduro umekumbwa na mdororo wa uchumi na ukosefu mkubwa wa huduma zote muhimu. Katika uongozi wake kama rais wa Venezuela, Nicolas Maduro amezidhibiti taasisi zote ikiwemo mahakama na tume ya uchaguzi na jeshi la nchi. Aidha, amewanyamazisha na kuwatia mbaroni wanaopinga utawala wake. Mamilioni ya wananchi wa Venezuela wamelazimika kukimbilia mataifa jirani ya Amerika Kusini na hata wengine kusafiri juu hadi Marekani kufuatia udikteta wa Rais Maduro. Ni uhalifu gani huu ambao umempelekea Rais Nicolas Maduro na mkewe kukamatwa na Marekani kwa kutumiwa makombora na makomando wa majeshi? Maduro na mkewe walitiwa mbaroni na jeshi la Marekani katika operesheni ya kijeshi huko Caracas, Venezuela Januari 3 mwaka 2026. Operesheni hiyo iliyoitwa Operation Absolute Resolve ilihusisha mashambulizi ya anga, ardhi na hata baharini. Maduro na mkewe waliwekwa chini ya ulinzi mkali wa jeshi la Marekani, ambapo siku mbili baadaye waliwasilishwa mahakamani kwa mara ya kwanza kujibu mashtaka. Hata hivyo, Maduro aliyakana mashtaka aliyoshtakiwa. Je, mashtaka haya ni yepi? Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na serikali yake wanamtuhumu Maduro kwa kumwaga mamia ya maelfu ya wahamiaji wa Venezuela nchini Marekani. Aidha, Maduro amewaachia huru wahalifu kutoka gerezani na watu wenye matatizo ya kiakili na kulazimisha waende Marekani. Vilevile Trump anamtuhumu Maduro kwa kuwa kinara wa genge linalohusika na ulanguzi wa dawa za kulevya aina ya kokaini zinazoaminika kusafirishwa kutoka Venezuela hadi Marekani. Serikali ya Venezuela imesema vipi kuhusiana na kutekwa nyara kwa Rais Nicolas Maduro? Serikali ya Venezuela imelaani operesheni hiyo kama uvamizi wa kijeshi na ukiukaji wa sheria za kimataifa. Makonde wa Venezuela nao wameonyesha hisia tofauti, wengine wakiunga mkono kuwekwa mbaroni kwa Maduro na wengine wakilaani operesheni hiyo kwa Maduro. Kwa sasa Rais Donald Trump amesema kuwa wataiendesha nchi ya Venezuela hadi pale nchi hiyo itakapokuwa na amani. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition, and it has to be judicious. Baada ya kuwasilishwa mahakamani mwezi huu tarehe 5 kwa mara ya kwanza, Rais Maduro alipoyakana mashtaka yake, sasa atasalia gerezani mpaka tarehe 17 mwezi Machi ili kuwasilishwa kwa mara ya pili. Anton Ndolo, PMTV.